Katiba ya Kenya ya 2010 haikuzaliwa kwa siku moja. Ilitokana na miaka ya mapambano, mijadala, migawanyiko, maumivu na matumaini ya wananchi waliotamani kuona taifa lenye haki na utawala unaowajibika. Safari ya katiba mpya inaanza mbali sana. Baada ya uhuru, Kenya ilitawaliwa chini ya katiba ya 1963, katiba ambayo baadaye ilifanyiwa marekebisho makubwa na kuwa katiba ya 1969. Kwa miaka mingi, mamlaka makubwa yaliyokuwa mikononi mwa rais yalizua malalamiko na kuzidisha wito wa mageuzi ya kisiasa na kikatiba. Mwaka 1991, Kenya ilirejea katika mfumo wa vyama vingi na shinikizo la kutaka katiba mpya likazidi kuongezeka. Wananchi, mashirika ya kiraia na viongozi wa kisiasa wakaanza kushinikiza mabadiliko ya mfumo wa utawala. Mwaka 2000, tume ya marekebisho ya katiba CKRC chini ya Profesa Yash Pal Gai ilianza kukusanya maoni ya Wakenya kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Mchakato huo ukafika Bomas of Kenya ambako wajumbe walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba. Mwaka 2004, Bomas Draft iliidhinishwa baada ya mjadala mpana kuhusu mgawanyiko wa madaraka, haki za wananchi na mfumo wa serikali. Kwa hivyo basi lazima umuonee huruma, umwambie, useme pole. Lakini safari haikuwa rahisi. Tofauti za kisiasa zikaibuka na mchakato ukahamia Naivasha na baadaye Kilifi. Marekebisho yakafanywa. Tofauti za kisiasa zikaibuka na mchakato ukahamia Naivasha na baadaye Kilifi. Marekebisho yakafanywa na rasimu iliyotayarishwa chini ya mwanasheria mkuu wa wakati huo Amos Wako ikaja kujulikana kama Wako Draft. Kisha Kenya ikaingia katika kampeni kali ya Yes dhidi ya No. Tarehe 21 Novemba 2005, Wakenya waliamua hatima ya rasimu hiyo kupitia kura ya maamuzi. Mwisho wa siku, No ikashinda kwa takriban 57%, huku Yes ikipata 43%. Lakini kushindwa kwa rasimu hiyo hakukuua ndoto ya katiba mpya. Mchakato ukakwama kwa muda kabla ya uchaguzi wa mwaka 2007 kuleta changamoto kubwa zaidi kwa taifa. Mzozo wa uchaguzi wa 2007 uliibua ghasia za baada ya uchaguzi zilizotikisa Kenya. Maisha yakapotea, familia zikavunjika na maelfu ya wananchi wakalazimika kuyahama makazi yao. Na katika maumivu hayo, hitaji la mageuzi likawa kubwa zaidi. Mazungumzo ya kisiasa yaliongozwa na mpatanishi wa Umoja wa Afrika marehemu Kofi Annan yakasaidia kufungua njia ya makubaliano ya kisiasa na kuanzishwa upya kwa mchakato wa katiba. Safari mpya ikaanza. Committee of Expert ikapewa jukumu la kupitia kazi za awali na kuandaa rasimu mpya. Baada ya mashauriano na marekebisho, Wakenya wakapewa nafasi nyingine ya kuamua hatima ya katiba yao. Tarehe 4 Agosti 2010, wananchi wakaingia tena katika kura ya yes au no. Lakini safari hii matokeo yalikuwa tofauti. Zaidi ya 67% ya waliopiga kura waliunga mkono katiba mpya, na tarehe 27 Agosti 2010 katiba mpya ikatangazwa rasmi. Katiba hiyo ikaja na mabadiliko makubwa, ikaleta Bill of Rights, ikaanzisha mfumo wa ugatuzi kupitia kaunti 47, ikaimarisha bunge lenye seneti na National Assembly na kuweka mfumo mpana wa kugawanya na kudhibiti mamlaka ya serikali. Lakini katiba haikuwa mwisho wa safari. Ilikuwa mwanzo wa safari ya utekelezaji. Na sasa miaka 16 imepita. Miaka 16 tangu Wakenya waliposema yes. Miaka 16 tangu ndoto iliyojadiliwa Bomas ikapitia Kilifi, ikakataliwa mwaka 2005, ikasubiriwa baada ya machungu ya 2007-2008, hatimaye ikawa sheria kuu ya nchi. Lakini swali la leo ni moja. Je, katiba ya 2010 imetimiza yale ambayo Wakenya walitarajia? Je,
Ugatuzi umeleta huduma karibu na wananchi. Je, haki zilizoandikwa katika katiba zinalindwa kwa vitendo? Je, viongozi wanaheshimu katiba? Na muhimu zaidi, baada ya miaka 16, wewe kama Mkenya unajivunia nini? Na kama ungepewa nafasi ya kupiga kura leo ukiwa na uzoefu wa miaka hii yote, je, bado ungepiga yes? Nimekuwa msimulizi wako Ali Shedodo.